Na mtazamaji wa Anuari TV, karibu ndani ya The Golden Boot, na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambako wameanza kuhusishwa na mshambuliaji Ashley Kupido, raia wa Afrika ya Kusini, mzaliwa wa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2001, kwa sasa akiwa na miaka 25. Ashley Kupido, nyota wa zamani wa Cape Town Spurs ya huko nchini Afrika ya Kusini, ambao kwa wakati huu anakipiga kwa kikosi cha Stellenbosch ambayo alijiunga nayo tangia mwaka 2024. Kuelekea msimu ujao, wekundu wa Msimbazi Simba chini ya mwalimu Steve Barker wameanza kuhusishwa na mshambuliaji huyu ambaye ameonekana kuwa bora akiwa na kikosi hicho kwa msimu huu, kwa sababu kwenye mechi ambazo amezicheza 34 akiwa na klabu ya Stellenbosch kwa ujumla wake amefungia magoli 6 pekee tangu mwaka 2024. Ni mshambuliaji ambaye pengine mwalimu Steve Barker anamfahamu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ni mchezaji ambaye ameshawahi kufanya kazi na kocha wa Simba kwa sasa, kwa maana ya Steve Barker. Namba zake zimekuwa hazijawa bora kwa kiasi kikubwa, lakini anaweza akaja na faida ya kuwa mchezaji ambaye mwalimu anakuwa anamfahamu kwa asilimia kubwa, kama ilivyokuwa kwa washambuliaji wengine ambao wamejiunga na Simba dirisha dogo msimu huu, akiwemo Anse Oura ambaye ameshawahi kufanya kazi na mwalimu Steve Barker akiwa na kikosi cha Stellenbosch kabla ya kuondoka kikosini hapo, lakini pia kwa mlinzi wa kati ya klabu ya Simba ambaye amekuwa na ubora mkubwa kwa wakati huu. Hapa namzungumzia Ismail Olivia Tore ambaye pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao kabla ya kufanya kazi na mwalimu Steve Barker akiwa na kikosi cha Simba ameshawahi kufanya naye kazi akiwa kwenye kikosi cha Stellenbosch ya huko nchini Afrika ya Kusini, na akafanikiwa wote kwa pamoja kufika katika hatua ya nusu finali ya mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa mwaka 2025. Ashley Kupido ni miongoni mwa washambuliaji ambao ana faida ya kuwa na umri mdogo. Katika upande wa energy atakuwa na ubora mkubwa. Tumeshuhudia msimu huu wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wanapata taabu katika hilo eneo mara baada ya mshambuliaji wao kinara ambaye wakati msimu unaanza klabu ya Simba ilidhamiria makubwa kutoka kwake Jonathan Soa kushindwa kufanya kile ambacho watu wengi walikuwa wanamwaminia. Ndio maana unaona wameanza kuhusishwa na Ashley Kupido ambaye huyu mwalimu anamfahamu kwa asilimia kubwa. Lakini pia Ashley Kupido ni mmoja kati ya wachezaji ambao mara kadhaa wamekuwa wanaonekana kwa kikosi cha timu ya taifa ya Afrika ya Kusini. Hapa nazungumzia Bafana kwenye mashindano mbalimbali ambayo wamekuwa wanashiriki. Kwenye mashindano ya CHAN ni miongoni mwa mchezaji ambaye amekuwa anaonekana mara kadhaa, kwa maana ameanza kuitumikia timu ya taifa ya Afrika ya Kusini kuanzia mwaka 2022 ambako ndio ilikuwa call up yake ya kwanza kujumuisha kwenye kikosi hiko cha Afrika ya Kusini, na mpaka hivi sasa Ashley Kupido ameitumikia timu ya taifa ya Afrika ya Kusini kwenye mechi 6 pekee, huku akiwa amefunga goli 1. Kwa hiyo naangalia licha ya kwamba kuwa mchezaji ambaye ana ubora mkubwa, lakini pia amekuwa ni national team material, kitu ambacho pengine kinaweza kinamuongezea uzoefu katika mashindano ya kimataifa. Lakini ni mchezaji ambaye endapo akajiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba itakuwa ni timu yake ya kwanza kuchezea nje ya Afrika ya Kusini, kwa sababu timu zake mbili zote ambazo ameshawahi kuzitumikia, hapa nazungumzia Cape Town Spurs ya huko nchini Afrika ya Kusini na timu yake ya wakati huu kwa maana Stellenbosch, ni timu ambazo zinapatikana huko nchini Afrika ya Kusini, ndiko ambako amekaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo endapo Simba wakipata saini yake na dili lake likafanikiwa kuna kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, basi Simba watakuwa ama itakuwa ndio timu yake ya kwanza kuitumikia nje ya timu ya Afrika ya Kusini. Huu ni usajili ambao unakuja kukiwa kuna mahitaji kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Nikili wazi kwamba Simba iliwalazimu tangia dirisha dogo tu, sio kipindi hiki, kwamba waingia sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine ambaye atakwenda kuwa na ubora zaidi ya wale ambao wapo katika kikosi chao. Tunashuhudia mwalimu Steve Barker amekuwa akilazimika kutumia washambuliaji kivuli ama washambuliaji ambao sio kiasili katika hilo eneo katika mechi zake. Hii ni kwa uhaba wa kuwa na washambuliaji ambao wana ubora mkubwa, pengine kutoa kile ambacho mwalimu anakuwa anakihitaji katika upande wa kimfumo, licha ya kwamba
wana mshambuliaji Selemani Mwalimu ambaye huyu ukiangalia hana umiliki kwa 100%. Tunafahamu ni mchezaji ambaye yupo kwa mkopo kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, akitokea kwa kikosi cha Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco. Lakini pia masuala ya kinizamu yamekuwa ni mambo ambayo yamemgharimu kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kitu ambacho kimemfanya mwalimu Steve Barker apeleke malalamiko kwa uongozi na kuhitaji mshambuliaji mwingine, na jina lake la kwanza limekuwa ni kwa Ashley Kupido. Mwana Simba, tuambie, Ashley Kupido ni mshambuliaji ambaye binafsi yako anastahili kukipiga kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa hichi ambacho nimemuelezea hapa, numbers zake kwenye mechi ambazo amezitumikia akiwa na Stellenbosch, kwa maana ya mechi 34, magoli 5, lakini pia akiwa na Cape Town Spurs kwenye mechi 112 amefunga magoli 30. Ni mshambuliaji ambaye anaweza akakidhi ubora wa klabu ya Simba, hasa compared kwa kile ambacho mara kadhaa wekundu wa Msimbazi Simba washambuliaji waliokuwa nao miaka ya nyuma. Hapa namzungumzia Medi Kagere, alikuwa na ubora mkubwa, wakina Chris Kope, Mushima Mugaru walikuwa wana ubora mkubwa, the same pia kwa mtu kama vile John Nathari Boko ambao walikuwa wanachangia Simba katika upande wa kupata magoli. Tuambie kwenye comment mwana Simba, mshambuliaji huyu ambaye anahusishwa dirisha kubwa kuweza kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba, binafsi yako umeridhika na hichi ambacho klabu ya Simba wanakwenda kukiandaa kuelekea msimu ujao? Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua, ndio nimekuletea masimulizi haya kwa siku ya leo. Endelea kuwa nasi Anuari TV hadi wakati mwingine, nikushukuru sana.